Ni dhahiri kuwa uamuzi wa Rais Ndaitwah kututembelea mara mbili ndani ya kipindi cha mwaka mmoja ni ishara nzuri ya kuenzi ushirikiano thabiti na wa kihistoria uliopo baina ya mataifa yetu. Nasi tunashukuru sana kwa heshima hii kubwa aliyotupatia Mheshimiwa Rais Netumbo, na tumedhamiria kuuenzi uhusiano wetu imara ulioasisiwa vyema na wazee wetu wa mataifa yetu mawili, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Dr. Sam Nujoma. Ndugu wanahabari, kama mnavyofahamu, Tanzania na Namibia zina uhusiano mzuri na wa kihistoria, uhusiano ambao ulianza tangu kipindi cha harakati za ukombozi zilizoendeshwa na waasisi wetu ambao walishirikiana kwa karibu kipindi chote ambacho Tanzania ilikuwa makao makuu ya Kamati ya Ukombozi ya Umoja wa Afrika, ikijulikana wakati ule kwa OAU Liberation Committee. Katika kipindi husika, Tanzania ilikuwa mstari wa mbele katika kuendeleza na kufanikisha juhudi za kuzikomboa nchi za kusini mwa Afrika kutoka kwenye lindi la utawala wa kikoloni. Juhudi hizi zilifanikiwa na kupelekea nchi zote za eneo hilo ikiwemo Namibia kupata uhuru wao. Mheshimiwa Rais Netumbo mwenyewe aliishi na kufunga ndoa hapa nchini kwenye miaka 1980. Ndio sababu katika ziara yake hii atapata fursa ya kutembelea Magomeni ambako aliishi na vile Ilala Boma ambapo alifunga ndoa yake. Nilipokuwa nikizungumza naye alikuwa ananiuliza yuko wapi Ami Mpungwe? Nikamwambia yupo na yuko busy na private sector. Akaniambia mimi na Ami tumefunga ndoa karibu wiki hiyo hiyo, na kwa hiyo wanaitana baba na baba harusi, yeye na Ami Mpungwe, na ni matumaini yangu kwamba atakutana naye kule kwenye mkutano wa wafanyabiashara. Aidha, kesho atatembelea Kongwa mkoani Dodoma ilipokuwa kambi ya wapigania uhuru wa Namibia na mataifa mengine ikiwemo Afrika Kusini, Angola, Msumbiji na Zimbabwe. Eneo hilo ni kielelezo tosha kwa mchango mkubwa uliotolewa na nchi yetu kwenye ukombozi wa bara letu. Ndugu wanahabari, licha ya uhusiano mzuri wa kihistoria uliopo baina ya Tanzania na Namibia, bado tuna safari ndefu ya kuhakikisha kuwa uhusiano huo unaendana na kiwango cha maendeleo ya kiuchumi kwa mataifa yetu na wananchi wetu. Ni ukweli usiopingika kuwa ushirikiano wetu kwenye nyanja ya kiuchumi bado ni mdogo. Mathalan, mwaka 2024 biashara kati yetu ilikuwa na thamani ya shilingi za Kitanzania 20 bilioni tu au US dola milioni 7.8. Kwa msingi huo, leo kwenye mazungumzo na Rais Ndaitwah tumekubaliana namna ya kukuza ushirikiano wa kiuchumi pamoja na maeneo mengine ya kimkakati kama vile usalama wa chakula, uchumi wa buluu na upande wa madini, mafuta na gesi. Nimefurahi sana kuona katika ziara hii Mheshimiwa Rais Netumbo Ndaitwah ameambatana na wafanyabiashara ambao watakuwa na wenzao wa Tanzania kwa lengo la kujadili mbinu bora za kuimarisha biashara na uwekezaji. Hivyo ni matumaini yetu kuwa baada ya ziara hii ushirikiano wetu wa kiuchumi utaimarika zaidi. Nitumie fursa hii kuhamasisha wafanyabiashara wa Tanzania kuchangamkia fursa nyingi za biashara na uwekezaji zilizopo nchini Namibia na Wanamibia kuja Tanzania kufanya hivyo hivyo. Eneo jipya ambalo tumelizungumza ni eneo la uchumi wa buluu ambapo nchi zetu zimebarikiwa kuwa na rasilimali bahari kubwa ambazo tukizitumia ipasavyo zitatusaidia katika kuimarisha uchumi wa nchi zetu na jamii zinazotegemea rasilimali hizo katika eneo hili. Hivyo basi, Tanzania tunaweza kutumia fursa hii kubadilishana ujuzi na uzoefu na wenzetu wa Namibia. Kwa upande wa mafuta na gesi vile
Tumejadili na kukubaliana kukuza ushirikiano kwenye sekta ya mafuta na gesi. Kama mnavyofahamu, Tanzania na Namibia ni miongoni mwa nchi zenye utajiri mkubwa wa rasilimali ya gesi. Sekta hii inajitokeza kuwa moja ya sekta za kimkakati zenye kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi wa kanda na dunia kwa ujumla. Kwa kuzingatia changamoto za kisiasa na mabadiliko ya kiuchumi au mwenendo wa mabadiliko ya kiuchumi duniani, tumeona kuna umuhimu wa kuimarisha ushirikiano baina yetu ili kujikinga, kujilinda na kuhimili changamoto hizo na pia kunufaika na rasilimali hizo tulizobarikiwa. Katika suala hili tunahitaji kuimarisha ushirikiano kwa mashirika yetu ya kitaifa ya nishati za mafuta, kushirikiana katika kubadilishana maarifa na kujengeana uwezo. Kwenye eneo la ufugaji na maendeleo ya sekta ya mifugo, tulikubaliana kuimarisha ushirikiano mkubwa. Nchi zetu mbili ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya mifugo barani Afrika. Wenzetu wa Namibia wamepiga hatua kubwa katika eneo hili. Hivyo tumekubaliana kukamilisha hati za makubaliano itakayoweka misingi bora ya mahusiano katika sekta hii. Maeneo mengine tuliyozungumza ni masuala ya kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya anga, ikiwa ni kuanzisha safari za ndege baina ya nchi zetu mbili ili kukuza utalii na biashara. Vile vile tuligusia suala la kukuza matumizi ya lugha ya Kiswahili nchini Namibia, ikiwa ni lugha inayokuwa kwa kasi na kutambulika kimataifa. Tayari Chuo Kikuu Huria cha Tanzania na Triumph College ya Namibia vimeanza kushirikiana kufundisha Kiswahili. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewaahidi kuunga mkono dhamira ya hiyo ambayo inafanywa baina ya vyuo vyetu viwili. Lakini katika mazungumzo yetu, Mheshimiwa Rais ameomba walimu wa Kiswahili kwa ajili maalum ya kufundisha wafanyakazi wa serikali, hasa wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Namibia. Nasi tumeahidi kupeleka walimu hao. Masuala mengine tuliyozungumza ni masuala ya kimataifa. Tumebadilishana mawazo kwenye masuala mbalimbali ya kimataifa, ikiwemo amani na usalama, utangamano wa bara letu la Afrika na mabadiliko ya tabia nchi. Nimetumia fursa hiyo kuwasilisha ombi kwa serikali ya Namibia kutuunga mkono kwenye harakati zetu za kugombea nafasi za ujumbe wa muda katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2029-2030. Pamoja na hilo, tumeomba kuungwa mkono kwa wagombea wetu kwenye nafasi mbalimbali. Ndugu zangu wanahabari, kabla sijahitimisha, napenda niseme kuwa licha ya changamoto zilizopo, bara la Afrika lina utajiri na fursa nyingi, ikiwemo nguvu kazi kubwa ya vijana, utajiri wa rasilimali za maliasili pamoja na ardhi yenye rutuba. Hivyo ni imani yangu kuwa endapo nchi za Afrika zitashirikiana ipasavyo kama tulivyofanya katika kipindi cha harakati za ukombozi, tutaweza kutatua changamoto nyingi zinazotukabili na kuleta maendeleo yetu bila woga, bila vikwazo, bila hofu. Kwa msingi huo, nitoe rai kwa watendaji wa nchi zetu mbili kuhakikisha masuala yote tuliyojadili na kukubaliana na dada yangu Mheshimiwa Rais Netumbo Nandi-Ndaitwah, Rais wa Jamhuri ya Namibia, yanatekelezwa kwa wakati ili kuchagiza ustawi wa maendeleo ya nchi zetu mbili.